Baada ya mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya Namungo FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club kuweza kutamatika ndani ya dakika 90 kwa klabu Yanga kuibuka na ushindi wa chuma moja kwa bila na kuondoka na alama zote tatu muhimu kwenye mchezo huo. Kumeibuka na mijadala mbalimbali ambayo inahusiana na mchezo huo, hususani kwa matukio tata yaliyoweza kutokea kwenye mchezo huo kati ya Namungo FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Miongoni mwa mijadala ambayo imeibuka sasa hivi ni kuhusiana na ushindi mwembamba ambao klabu ya Yanga wameweza kuupata dhidi ya timu ya Namungo FC. Lakini pia mjadala mwingine ni kuhusiana na ile penalti ambayo wengi wanaamini klabu ya Namungo FC waliweza kunyimwa mkwaju wa penalti, ambapo muamuzi akuamuru iwe faulo katika eneo la 18, ambapo mchezaji wa Namungo aliweza kuchezewa faulo katika eneo hilo la 18. Sasa mimi niko hapa kuweza kukusogezea yale yote yanayoendelea kuhusiana na hiki, hususani ile penalti ambayo wengi wanaamini kama Namungo hivi waliweza kunyimwa haki yao, lakini pia kuhusiana na swala hili la ushindi mdogo, ambapo hapa afisa habari na mawasiliano wa klabu Yanga bwana Ali Shabani Kamwe alikuja kutolea ufafanuzi kuhusiana na hili. Vote nitakuja kusogezea hapa na wewe uweze kufahamu na michezo yangu yale yanayoendelea huko. Lakini kabla sije kusogezea moja kwa moja, naomba nikukumbusha jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajoin nasi hapa SR Media Plus, naomba nikukumbushe, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo, hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na mambo hayo mawili ambayo nimeweza kukujuza hapo awali. Kwa kwanza, jambo la kwanza juu ya ushindi mwembamba ambao klabu Yanga waliweza kupata dhidi ya Namungo FC kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, mchezo ambao klabu Yanga walipata ushindi huo kupitia mkwaju wa penalti ambao Aurelio Depo aliweza kuingiza mpira kambani na kufanya mchezo utamatike kwa chuma moja kwa bila ndani ya dakika 90 na klabu ya Yanga kuweza kuondoka na alama tatu muhimu. Sasa kwa namna ambavyo timu ilicheza na ushindi uliweza kupatikana, iliweza kuibua hoja mbalimbali huko kuhusiana na kiwango ambacho klabu Yanga wapo nacho sasa hivi na kile ambacho aliweza kukionyesha kwenye mchezo dhidi ya timu ya Namungo FC. Sasa wadau ambao walikuwa na hoji kuhusiana na Yanga kupata ushindi mwembamba, afisa habari na mawasiliano wa klabu Yanga bwana Ali Shabani Kamwe, yeye alikuja kuwajibu ama ametoa maoni yake kuhusiana na ushindi huu ambao waloweza kupata dhidi ya Namungo FC. Kwa upande alichokisema bwana Ali Shabani Kamwe, amesema ya kwamba unaelekea kwenye dabi alafu unacheza na Namungo FC inaofundishwa na Juma Mgunda, ukipata alama tatu unasema alhamdulillah, wakubwa watakuwa wamenielewa, bado tuna kibarua dhidi ya JKT Tanzania. Hizi mechi mbili ni ngumu kuliko dabi yenyewe kwa sababu zina macho ya watu wengi. Iko ndio kitu ambacho aliweza kusema bwana Ali Shabani Kamwe mara baada ya ushindi wa chuma moja kwa bila, wengi wao wakiuita ushindi mwembamba, lakini yeye bwana Ali Shabani Kamwe anaamini ya kwamba huu ni ushindi mzuri, kikubwa ameondoka na alama tatu muhimu. Sasa swala jingine ni kuhusiana ile penalti ambayo muamuzi akuamuru iwe penalti waliweza kuipata Namungo FC kwenye dakika za kipindi cha kwanza za mchezo. Penalti ambayo alionekana mchezaji wa Namungo FC akishikiliwa ama kuvutwa na wachezaji wawili wa timu ya Yanga, Mohamed Damaro lakini pia Mohamed Huseni, lakini muamuzi akuweza kuamuru iwe ni mkwaju wa penalti, bali akatafsiri ni changamoto ya kiungwana. Sasa swala hilo limeweza kumuibua kocha mkuu wa timu ya Namungo FC Juma Mgunda, yeye akiweza kutoa maoni yake kuhusiana na hiki. Akizungumza mara baada ya filimbi ya mwisho, Mgunda alionyeshwa kutokulizishwa na maamuzi ya mwamuzi wa mchezo huo Abdalla Mwinyi Mkuu. Kocha huyo alimtaja mwamuzi huyo kama ni mchezaji bora wa mechi, akidai ndiye aliamua mwelekeo wa matokeo. Mgunda alisisitiza kuwa Namungo walinyimwa penati ya wazi, huku akidai kuwa penati alopewa Yanga haikuwa halali. Kwa mtazamo wake, maamuzi hayo yalikuwa na mchango mkubwa katika kuamua hatima ya mchezo huo uliokuwa na ushindani mkali. Hayo ni maoni kwa upande
kwa upande wa kocha huyo mkuu wa timu ya Namungo FC. Lakini pia wadau mbalimbali wameweza kutoa mitazamo yao kuhusiana na hiki, akiwemo afisa habari wa timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama tunavyofahamu, hawa ni watani wa jadi, kwa hiyo masuala ya kuweza kutaniana ni kitu cha kawaida. Kwa upande wake afisa habari wa klabu ya Simba bwana Ahmed Ally, yeye akizungumzia ama akijaribu kurusha jiwe gizani, alisema ya kwamba Simba tumecheza mchezo mzuri, tumefunga magoli mazuri na tumepata penalti nzuri za halali, kila kitu chetu ni kizuri. Miezi mitukufu hii ya Ramadhani na kwa lazima bado tena ukazulumu inakuwa sio sawa. Ahmed Ally amesema Simba wamecheza mpira mzuri, magoli waliopata mazuri, lakini pia penalti waliopata ni nzuri na uhalali. Jambo ambalo linafurahisha ni kuongezeka kwa kiwango cha Selemani Mwalimu ambaye mpaka sasa ndiye kinara wa eneo la ufungaji kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Kwa namna hiyo unaweza kaelewa hapa namna ambavyo bwana Ahmed Ally alivyoweza kugusia mchezo wa watani zao wa jadi, ya kwamba wao wamecheza mchezo mzuri, penalti waliopata penalti nzuri, lakini pia wameweza kushinda magoli mazuri. Lakini kwa upande wa watani zao wa jadi, kama ninavyofahamu mechi hizi zilichezwa siku moja, wao najaribu kufafanua, wao waliweza kupata kama penalti hivi ya mchongo, lakini pia hawakucheza vizuri. Hapo mimi nimejaribu tu kufafanua kwa vile ambavyo nimeweza kuelewa hii kauli ya afisa habari wa klabu ya Simba. Una maoni gani kuhusiana hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kushare na kusubscribe channel yetu.